wa hatua stahiki za kisheria. Majalada mengine yalihusu uchunguzi kuhusu tuhuma za ubadhilifu wa mapato ya serikali kupitia kiasi cha shilingi bilioni 46.46 kilichokusanywa kupitia mashine za POS. Kutokana na uchunguzi huu, TAKUKURU ilifungua majalada 281 ambapo washtakiwa katika kesi 73 zilizofunguliwa mahakamani wametiwa hatiani na kurejesha fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.2. Kesi 86 zinaendelea mahakamani. Majalada 35 uchunguzi wake umekamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada 19 uchunguzi wake umefungwa. Watuhumiwa katika jalada moja wamechukuliwa hatua za kinidhamu na uchunguzi wa majalada 67 unaendelea. Mheshimiwa Rais, sababu za ubadhirifu kuendelea kujitokeza kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri mbalimbali nchini ni hizi zifuatazo: kukosekana kwa usimamizi madhubuti kuhakikisha fedha inayokusanywa inapelekwa benki. Baadhi ya wasimamizi na wahasibu kushirikiana na wakusanyaji kujinufaisha na fedha hizo, na baadhi ya wasimamizi kukosa uadilifu. Hivyo ni vyema viongozi wa halmashauri wakaimarisha usimamizi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato ya serikali. Eneo lingine ni uchunguzi kuhusu usimamizi wa masuala ya ardhi. TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majalada 21 kuhusu tuhuma za vitendo vya rushwa katika umilikishaji wa viwanja. Kesi 21 kuhusiana na tuhuma hizo zimefunguliwa mahakamani. Kati ya majalada hayo, majalada 10 yalihusu jiji la Dodoma pekee. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliendesha jumla ya kesi 978 zikiwemo kesi mpya 462 zilizofunguliwa mwaka 2023-24 na kesi 516 za miaka ya nyuma katika mahakama mbalimbali nchini. Kati ya kesi hizo mpya, kesi 5 zimefunguliwa katika Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, na kesi 457 zimefunguliwa kwenye mahakama za wilaya na hakimu mkazi. Kati ya kesi hizo 978, kesi 440 za rushwa zimetolewa uamuzi mahakamani ambapo Jamhuri imeshinda kesi 334. Mheshimiwa Rais, kiwango cha kushinda kesi kilichofikiwa katika kipindi hiki ni 76% ikilinganishwa na kiwango cha 67.7 kilichofikiwa mwaka 2022-23. Mheshimiwa Rais, kazi za uchunguzi wa mashtaka zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 54 mpaka 72. Ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, katika mwaka 2023-24 TAKUKURU ilishirikiana na wadau wa ndani na wa nje kama ifuatavyo. Ushirikiano na wadau wa ndani. TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa ndani ambao ni wananchi, mamlaka za serikali, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, asasi za kiraia, taasisi binafsi, vyama vya siasa, vyama vya ushirika, taasisi za umma zikiwemo zinazohusika na usimamizi wa sheria pamoja na vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, kutokana na kuwepo kwa makubaliano ya ushirikiano MOU kati ya TAKUKURU na Taasisi ya Elimu Tanzania TET, tumefanikiwa kuingiza maudhui ya kuzuia na kupambana na rushwa kwenye mtaala wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu katika somo la historia ya Tanzania na maadili. Mtaala huu umeanza kufundishwa kwa wanafunzi wa darasa la 3, kidato cha kwanza na kidato cha 5 kwa muhula wa masomo wa mwaka 2024. Ushirikiano na ZAECA. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imeendelea na ushirikiano na Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar ZAECA katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya maeneo hayo ni: mosi, maandalizi ya kila mwaka ya maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, na kwa namna ya kipekee tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika jijini Arusha tarehe 11 Julai mwaka 2023. Mbili, ushirikiano mwingine na ZAECA ni katika kubadilishana uzoefu, kujengeana uwezo na kusaidiana katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ushirikiano na wadau wa nje. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa nje ambao ni mashirika na mamlaka mbalimbali za kikanda na kimataifa zinazohusika na mapambano dhidi ya rushwa na wadau wa maendeleo pamoja na utekelezaji wa itifaki na mikataba ya kikanda na kimataifa kama ifuatavyo. Moja, mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa, United Nations Convention Against Corruption, UNICAC. 2, mkataba wa Umoja wa Mataifa kupambana na uhalifu wa kupanga, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNITOC. 3, mkataba wa kuzuia na kupambana na rushwa Africa, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, AUCPCC.
na 4, itifaki ya SADC ya kupambana na rushwa, SADC Protocol Against Corruption. Vilevile TAKUKURU imeendelea kushirikiana na mamlaka nyingine za kupambana na rushwa kupitia shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Africa, An Association of Anti-Corruption Authorities in Africa, AAACA, shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Afrika Mashariki, Eastern Africa Association of Anti-Corruption Authorities, EAACA, na shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa kwa nchi za Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika, An Association of Anti-Corruption Agencies in Commonwealth Africa. Mheshimiwa Rais, kupitia ushirikiano huu tumeendelea kujengeana uwezo pamoja na kubadilishana uzoefu wa mbinu za kuzuia na kupambana na rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za ushirikiano na wadau zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 73 mpaka 83. Jitihada za serikali katika uimarishaji wa TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini inayokidhi mahitaji hasa katika ofisi za wilaya. B, ununuzi wa magari 178 katika mwaka 2023-24 ili kutatua changamoto ya usafiri katika ofisi za mikoa na wilaya. C, watumishi 1686 wamepata mafunzo ya weledi katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuboresha utendaji kazi. D, ujenzi wa ofisi ya TAKUKURU makao makuu Dodoma wenye thamani ya shilingi bilioni 22.3. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Suma JKT Construction Company Limited chini ya ushauri elekezi wa Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Ujenzi unaendelea na hadi mwezi Juni, tarehe 30 Juni 2024 ujenzi ulikuwa umefikia 40%, na kwa sasa ninapotoa ripoti hii ujenzi umefikia 77%. Kuongeza bajeti ya maendeleo kutoka shilingi bilioni 2 mwaka 2022-2023 hadi shilingi bilioni 4.5 mwaka 2023-2024. Kutokana na ongezeko hilo, fedha hii ilitumika kutekeleza miradi ya ujenzi ifuatayo: ujenzi wa jengo la ofisi ya mkoa wa Iringa awamu ya pili, ujenzi wa ofisi za wilaya za Monduli, Kishapu, Rombo, Nzega na Nkasi ambao umekamilika, pamoja na ujenzi wa jengo la ofisi ya mkoa wa Shinyanga ambao bado unaendelea, na hadi kufikia mwezi huu Machi 2025 ujenzi huu umefikia 71%. Tathmini ya hali ya rushwa. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza imepata mafanikio katika kuzuia na kupambana na rushwa nchini katika kipindi cha mwaka 23-24. Mafanikio yamewezesha kuimarika kwa nidhamu, uwazi, uadilifu na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Maeneo mengine yaliyoimarika ni uwekezaji, ukusanyaji mapato pamoja na matumizi ya fedha za umma. Aidha, mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa nchini yameimarisha utawala bora, utoaji wa huduma bora kwa wananchi na kufikiwa kwa thamani ya fedha kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, matokeo ya mafanikio haya yamethibitishwa na taarifa inayotolewa na shirika la kimataifa la Transparency International. Taarifa ya Transparency International kwa kutumia kiashiria cha The Corruption Perceptions Index CPI iliyotolewa tarehe 11 Februari 2025 imeonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na kiwango cha chini zaidi cha vitendo vya rushwa kati ya nchi 10 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hii inaonyesha kwamba kwa mwaka 2024 Tanzania imepata alama 41 juu ya 100 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti, ukilinganisha na alama 40 juu ya 100 na nafasi ya 87 kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa kipimo hiki, ninao furaha kukujulisha kuwa nchi yetu imeendelea kuimarika katika kupunguza rushwa kwa wastani mzuri.